Ni makala ya ufanisi ambayo ameletwa kwako na Vera Mora. Tusonge mbele mtazamaji, kwenye ripoti yetu maalum leo hii, hifadhi ya maiti ya City hapa Nairobi huenda ikalazimika kuzika maiti 7 zilizopatikana katika kaburi la pamoja huko Mwingi kwenye kaunti ya Kitui mwezi uliopita, baada ya kukosekana kwa familia ambazo zimejitokeza kudai mili hiyo mwezi mmoja baadaye. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Lennox Sengre, makachero bado hawajawatambua waathiriwa hao wala kukamatwa kwa wahusika wa mauaji hayo ya kinyama. Na sasa mfugaji aliyegundua mili hiyo amepasua mbarika kwa mara ya kwanza kabisa tangu kupatikana kwake, akisema aliona kitu kilichoonekana kama mwili wa mtu kijitokeza kutoka ardhini alipokuwa akichunga mifugo wake, hatua iliyofichua moja ya maeneo ya uhalifu wa kutisha zaidi katika historia ya kaunti ya Kitui. Alikuwa ni kama amefanywa raping. From there wakachukua mti wakamgongea ndani. Ninaoga kidogo kwa sababu wengine anaweza kuwa pia wakaletwa. Watu walikuja wakawawa kama mbuzi na wakasikwa pale chini. Sisi wenyewe tulienda kuona kama wana boda, tukaangalia vile watu walikuwa wamewekwa. Kumaanisha watu wenyewe walikuwa wanaweka si watu wako na uoga, na watu walikuwa wamepanga. Wengine walikuwa take some days na wameanza kuoza, ni Africans. Mmoja alikuwa Mrasta. Walikuwa wamekunjwa mzuri, wanawekwa kwa kakamtaro na wametolewa nguo na wameteswa. Zaidi ya mwezi mmoja baada ya ugunduzi wa kutisha wa kaburi la halaiki mjini Mwingi, makachero bado hawajaweza kutambua majina ya waathiriwa 7 ambao mili yao ilipatikana kwenye kaburi la pamoja mjini Mwingi, kaunti ya Kitui, ikiwa imeanza kuoza. Uchunguzi wa maiti ulibaini kuwa baadhi ya watu hao walinyongwa, huku wengine wakiuawa kwa kupigwa kwa silaha butu. One of them we could find the ligature still there on the neck, but the other one had just a mark of strangulation. Siri inayozingira miili minne iliyopatikana katika kaburi la siri, umbali wa takriban mita 50 kutoka barabara kuu ya Mwingi kuelekea Garissa, inazidi kuzua maswali mengi kuliko majibu. Ufichuzi huo ulijiri baada ya mfugaji aliyekuwa katika shughuli zake za kawaida kwenye korongo kavu msituni Kavuvwani kuona kile alichodhani ni mwili mmoja mtu ukiwa ndani ya korongo ndogo. Sijue kwamba ugunduzi huo wa kutisha ungeongoza maafisa wa DCI kwenye mili mingine kadhaa iliyokuwa imezikwa katika eneo hili. Nilikuwa natoka hivi nikija kulisha, nikateremka mpaka huko chini. Kuteremka mpaka chini huku ndio nikapitia hapa kwa kamsitu, nikapitia mahali ambapo kuna benzi ambapo ilikatwa. Mimi nikaja nikazimama, nikapiga mbuzi zangu, sikaenda hivi. Sikienda hivi, mimi nikiangalia hapo kwa kamuto, mimi kaona kitu. Nikaangalia naona hiyo kitu, sijui ni nini. Nikazunguza sana, nikaona nini? Ni mtu. Hapo ndio nikarudi. Kulikuwa jamaa mwingine mimi nikamtuma. Kwa vile nilikuwa siwezi kwenda, nina mbuzi. Nilikuwa siwezi fika huko kwa wakubwa. Ndio mimi nikamtuma, nikamwambia nenda eleza mahali huko juu kwa serikali, hapa kuna mtu ametupwa hapo. Ndio akaenda akaelezea, ikifika kitu kama saa 3 hivi ndio akaanza kuingia wakubwa, kila watu wakakusanyika hapa wote. Ndio sasa wakaanza kutoa siku hiyo. Ndio wakaangalia wakajua ni mtu. Ndio wakaangalia wakaona mahali ingine wako. Ndio wakakaa mpaka usiku. Kesho yake ndio alianza kutoa. Nilijua ni mwili kwa sababu hii ngozi ni ya mtu, si ya mnyama. Na vichwa zilikuwa zimewekwa mahali hivi zikafichwa, lakini zilikuwa zimewekelewa mawe nini na nini kila kitu.
ni mbuzi ambao nilikuwa napiga zilikuwa zinateremka, na mimi sitaki ziteremke hivyo, ndio nikaenda nikasipindua, ndio zipite hapo, ndio mimi niende. Siku iliyofuata polisi na maafisa wengine wa usalama walifika eneo hilo, na hapa ndipo jinamizi la tukio la kutisha lilifichuka. Mili 4 zaidi ilipatikana katika kaburi hilo, huku baadhi ya mili hiyo ikiwa na dalili za kunyongwa, mingine ikionyesha dalili za kuuawa kwa kupigwa kwa silaha butu. Tulikuwa tunaona tu kama ni mwili mmoja, lakini ikawa hiyo mtaro imeteremka hivyo na kunakaa kama kumechimba ni kama kuna mili zingine. So polisi wakakuja wakaendelea na uchunguzi. It is like kutoa walianza wakapata mili 4 yenye ilikuwa imesikwa pale na ilikuwa imekaa kidogo. Moja ilikuwa inanuka, zingine zilikuwa zinakaa kama preserved, lakini ile mili hakuna yule alijulikana. Hakuna mtu wa area hii, hakuna yule amekuwa reported kupotea. So mimi nataka kutoa honyo kwa wana Kenya, tujuliane hali. Kuna wale walienda kufanya kazi bali na manyumbani na wajaongea kwa mwezi 1.5. Kwa hivyo hamjui mtu wenu anaendelea haji. Unaweza kuwa ndo hawa. Lazima tujuliane hali. Ukiwa nyumbani, jua tu mtu yako aliendanga kwa umbali, kama uko mwingi kwa Mombasa, mjulie hali morning to evening anakaaje. Ili usije tu kuwa kumbe wao ulipoteza mtu na ni mmoja wale hawajulikani. Walishatolewa, hakuna ripoti ya complaint ya tumepoteza mtu, kumenyamaza. Wengine walikuwa take some days na wameanza kuoza, ni Africans. Mmoja alikuwa Mrasta. Wale wengine hawako get confirmed kama ni Mkamba, ni Mzomali, lakini ni Africans. Huyu Mrasta alikuwa na hizo manywele ya kusukwa. Wale wengine walikuwa wamekunjwa mzuri, wanawekwa kwa kakamtaro na wametolewa nguo na wameteswa, wanaume wote. Hakuna mtu ambaye alijitokeza kama kwamba kuna mtu wake amepotea katika eneo hili, ama kuweza kusema kwamba wanashuku kwamba huo ni mwili wa mtu wao. Kugeuzwa kwa korongo hilo kuwa kaburi ikawa idhibiti ya uhalifu uliothiri katika eneo hilo lililoko takriban mita 50 kutoka barabara kuu ya Mwingi kuelekea Garissa. Wachunguzi wanaamini waliotekeleza mauaji hayo walishindwa kuficha miili hiyo kikamilifu, walitumia mawe pamoja na mchanga kufunika uovu huo. Unaona hiyo kangoji venye iko, walikuwa wamechimba kando, hapa kando ya kaukuta, wanaweka body pale na wanarudisha kama mchanga. Sisi wenyewe tulienda kuona kama wanabonda, tukaangalia vile watu walikuwa wamewekwa. Kumaanisha watu wenye walikuwa wanaweka si watu wako na uoga, ni watu walikuwa wamepanga, ni mpango. Na si watu wa kutoka mbali. Hata kama ni kutoka mbali, kuna watu hapa mwingi wenye wanahusika na hiyo mambo. Na watu kama sisi wanabonda na kama security, tunataka kuchunguza nini kinaendelea, sababu hakuna serikali, hakuna venye hatua ilichukua. Watu waliouawa wakaenda wakapupuliwa wakapelekwa pale moshari, hiyo story ikaishia hapo. Lakini sisi kama wananchi hapa mwingi ama wanabonda tunataka kujua wenye wanatuua ni kina nani. Kama ni serikali iko ndani, watu waambie, tukae tukua tumejipanga. Umbali wa chini ya kilomita 1 kutoka eneo la kwanza ambako miili 4 ilipatikana, kando ya mto Tia uliokauka na kusalia mahame, wachunguzi waligundua miili mingine 3 iliyopatikana ndani ya mkondo wa mto, baadhi ikiwa imezikwa kwa kifusi ndani ya mto huo. Mashahidi wanasema mwili wa mwanamume mmoja ulionyesha dalili za mateso, huku kolea la kubana yani pliers likipatikana karibu na mwili huo. Hizo 3 other bodies zenye zilipatikana, tuna suspect the same drama, the previous reflects the current. Kuna hiyo ya watu 3 na kuna hiyo ya watu 4. Pale kwa mto Tia kuna mtu alitolewa na maji wakati kamvua ilinyesha, ikakuja ikatoa mwili kwa mchanga. Hiyo mwili ilipoonekana, ilienda kuchukuliwa na polisi, ni kama ni mwili ilikuwa imeteswa, imewawa na ikazikwa kwa changarawe na ikakuja kutolewa na maji. Okay, ile ingine ilikuwa hapo ngambo kidogo, ni ya mwanamke. Alipatikana pale
aliwawa usiku na amekatwa kichwa. Kichwa iko inaonekana. Huyo akachukuliwa akapelekwa moshari. Sasa kurudi kesho yake ili kutafuta ile kichwa ilipatikana some 30 meters away. Ndio ikapatikana mwanaume mwingine alikujanga kuolewa pale usiku. Na alikuwa ameteswa na maplaizi nini, sehemu zake za kisirisiri zimeumia. So wakapata huyo mwanamke. Huyo mwanaume mwili ya pili. Na kichwa ya mwanamke ndio ikapatikana some 30 meters from the scene. So tuna suspect the same drama might have been, inaweza kuwa imetekelezwa na wale wamekuja kutekeleza hii ingine ya watu waini pale. Pata miili 3 hapa Tia. Kwanza tulipata moja wakati kulikuwa na mvua. Ni kama ulitolewa na maji, kama mwili ulikuwa umezikwa. Tukakaa after 2 weeks tukapata ingine 2 pale, tukapata ya mwanaume. Sasa vile tulikuwa tunakuja kuchukua hiyo ya mwanaume, tukaita polisi. Vile alikuwa anakuja kuchukua, wakakuta ingine ya mwanamke. Mwanamke naye hakuwa na kichwa. Sasa huyu alikuwa hapa kwa mto, alikuwa kuanzia saa 9 ndio alianza kutoka vitu kwa tumbo. Sijui ni kudungwa, sijui ni kuoza. Hao wengine walikuwa wamekaa tu, wamekaa siku 3. Wanakaa tu kuoza. Hawakuwa wameisha kabisa, lakini walikuwa wameanza kuoza. Then place tulipata hapa kwa mwanaume na alikuwa amefinywa na hiyo place. Na place sasa tukaipata hapo, tukaelewa vizuri ni hiyo ndio ilikuwa ya kufanya hiyo kazi. Ndio imemfanyia hivyo. Na wachunguzi waliporejea siku iliyofuata kutafuta kichwa cha mwanamke huyo, walikumbana na matukio zaidi ya kutisha. Jambo linalozua maswali mazito kuhusu ukatili uliotumika katika mauaji ya Kitui. Alikuwa ni kama amefanywa raping, from there wakachukua mti wakamngongea ndani. Sio huku kwa mwanamke, huku hapa pengine kwa rectum. Siku ya pili tulipoenda kutafuta kichwa ya mwanamke wakati alikuwa amechukuliwa, tulipata hiyo maiti haikuwa na nguo na haikuwa na kichwa. Na kulikuwa na madrama inaonekana ilikuwa imeendelea during the time of getting murdered. So yule alikuwa naked. Wakati tulienda kutafuta kichwa sasa, ndio tukapata mwanamume pale. Mwanaume tuliona pia alikuwa na drama ya vita huko sijui, alikuwa ameteswa na pliers ilikuwa imewachwa pale. Alikuwa ameteswa, ameumwa, sehemu zake za siri ameumizwa, zimevimba. So alikuwa fully tortured. Mwili hiyo 7 ilisafirishwa kutoka Mwingi hadi hifadhi ya City jijini Nairobi kwa uchunguzi wa kitaalamu wa kisayansi. Hata hivyo, baada ya mwezi mmoja baada ya ugunduzi huo wa kutisha, hakuna familia iliyojitokeza kutambua au kudai mwili wowote. Je, walikuwa wa Kenya ama mauaji hayo yana siri nzito? Mili hiyo 7 sasa imeongezwa kwenye orodha inayoongezeka ya zaidi ya mili 300 isiyodaiwa katika makafani ya jiji la Nairobi. Usimamizi wa makafani ya City sasa ukiitaka kuomba idhini ya mahakama ili kuzika mabaki ya mili hiyo 7 kutoka Mwingi kaunti ya Kitui, wakisema hakuna familia ambayo imejitokeza hadi sasa kutambua mili hiyo. Ninaoga kidogo kwa sababu pengine anaweza kuwa pia wakaletwa. Kana kwamba si neno, huko Mwingi barabara kuu inaendelea na pishe mchana na usiku, fanyi biashara na malori yakipita kuelekea Garissa. Na kwenye korongo kavu, wafugaji bado wanaendelea na kuwachunga mbuzi wao, wakisalia na hofu ya tukio hilo la kutisha lililowaacha watu na maswali mengi kuliko majibu. Eneo hili la mkasa limesalia kugubikwa na biwi la simanzi na hofu, huku waliopoteza maisha yao wakikumbukwa tu kwenye vifo, lakini haki kwa waathiriwa ikisalia kuwa ni ndoto tu. Lennox Sangre, runinga ya KTN, mjini Mwingi, kaunti ya Kitui.